nashukuru kwa nafasi hii. Ningependa kumuuliza ndugu mgombea wa kiti cha uspika, katika maelezo yako ulivyojieleza inaonekana ni mtu ambaye unafuatilia sana bunge na unazijua kanuni za bunge. Na umeenda mbali kusema kwamba iwapo tutakuchagua kwa kura nyingi na ukawa spika wetu, utaenda kuondoa kanuni kandamizi za bunge. Unaweza kuwatajia wabunge hawa ambao ndio watakupigia kura, ni kanuni ipi moja wapo ambao unaijua ni kandamizi ambayo tukupo spika utaiondoa? Asante sana mheshimiwa kwa swali zuri. Nakuruhusu jibu tu. Endelea kujibu. Uspika ni taasisi, na kwa kanuni za uongozi unapokuwa umechaguliwa kuwa kiongozi kuna kitu kinaitwa job description unapewa. Sasa mimi sijawahi kuwa mbunge wala sijawahi kuwa spika, ndio kwanza nimesimama leo kugombea. Kwa hiyo nikishaapishwa leo, mkinipa ridhaa nikiapishwa, moja ya kazi kubwa nitakayoifanya ni kila siku na mchana kusoma kanuni kiasi kwamba zikae hapo. Mheshimiwa Msukuma. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Ninatamani kumpigia kura mgombea na amejieleza vizuri, lakini ameeleza shule yake, ameeleza kazi alizozifanya. Nimeona anaongelea samaki mpaka mwisho. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, na nikimwangalia appearance mgombea ananyota mabegani, na nikawa najiuliza majeshi yana uniform tofauti. Sasa nikijaribu kuangalia naona kama sergeant at arms, sielewi. Sasa nikataka kujua Mheshimiwa mgombea, hizi nyota ulizovaa mabegani ni moja ya uniform za kazi yako uliyowahi kufanya au ni swaga ya leo uliyokuja nayo bungeni? Mheshimiwa Amin, hilo sio swali, hiyo ni fashion hiyo. Fashion hiyo. Naomba pia naweza kumsaidia kumjibu mwenyekiti. Unataka kumjibu? Ndio. Ala. Haya, endelea. Ingawa sina kumbukumbu nzuri ilikuwa tarehe ngapi, lakini but still I remember. Wakati tunaelekea uchaguzi mkuu tuliitishwa kwa mheshimiwa msajili wa vyama. Tukapewa semina. Moja ya semina tuliyopewa ni protocol and leadership. Akawa bwana mmoja anaitwa Umari nani? Akasema kiongozi lazima uwe smart. Kwa hiyo sikuwadai rangi mheshimiwa Msukuma jirani yangu, tamu ya chai sukari, yani mapambo tuna smartness. Haya. Nadhani maswali yameisha. Tunakuruhusu. Tunakushukuru sana ndugu Amin. Shukrani. Maswali yameisha.